Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia DTV Zone. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante na karibu. Bwana, wote tunajua kwamba siku ya Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 4 2025 wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa anashuka pale Afrika Kusini kwa ajili ya kugombania ama kuwania nafasi ya kwenda katika hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa mambo yanazidi kupamba moto, wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea na maandalizi yao kujiweka katika nafasi nzuri, kwani tayari wameshatinga katika mguu mmoja ama wameshaweka mguu mmoja kuelekea katika hatua hiyo ya finali. Huku pia Stellenbosch nao pia wakiendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kukaribisha wageni wao ambao ni wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya dakika 90 ambazo wao wamewapeleka kule Durban, namna gani ambavyo wao tu watakwenda naweza kusema kwenda kumwaga jasho na damu kwa ajili ya kila timu kuisaidia ama kwa kila mchezaji kuisaidia timu yake kwenda katika hatua ya finali ya. Ipo taarifa ambayo inasema shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF limefanya mabadiliko ya ghafla ya refa mechi ya marudiano kati ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika ya Stellenbosch dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba iliyopangwa kupigwa Jumapili Aprili 27, 2025. Awali refa aliyepangwa kuchezesha mechi hiyo alikuwa ni Amin Omar kutoka Misri, na sasa hatachezesha mechi hiyo, na badala yake mechi hiyo itachezeshwa na Mohamed Maruf Idi Mansour ambaye naye anatokea Misri. Haijafahamika sababu ya kwa nini CAF wamechukua uamuzi wa kubadilisha refa huyo Amil Omar ambaye hana historia nzuri na wekundu wa Msimbazi Simba katika mashindano ya kimataifa. Ikumbukwe kuwa Amil Omar ndiye alichezesha mechi ya kwanza Simba iliyofungwa ugenini bao 1-0 dhidi ya Oroya katika msimu wa makundi ligi ya mabingwa msimu 2022-23. Kumekuwa na usiri mkubwa katika ufanyaji wa mabadiliko hayo, unatangazwa na utangazaji wake umekuwa ni wa kitofauti ambao CAF ameufanya katika mchezo huu uliobeba hisia na mvuto mkubwa kwa nchi za Afrika, kwa nchi ya Afrika ya Kusini, Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Mwamuzi Mansour atasaidiwa na waamuzi kutoka Misri, Mahamoud pamoja na Ahmed Ibrahim ambao walikuwa tangu awali wasaidizi katika mchezo huo. Huko kwenye upande wa VAR, wale waamuzi ambao wanakuwa wanasimamia VAR, hakuna mabadiliko yote ambayo yamefanyika ili tu kuendelea weledi unakuwepo katika utekelezaji wa majukumu kwa waamuzi hayo. Hadi sasa Simba imewahi kukutana na refa Mansour mara 2, ambapo mara ya kwanza alikuwa ni refa wakati ikitoka na sare ya bao 1-1 dhidi ya ASEC Mimosa kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika msimu 2023-24, na mechi ya pili alikuwa refa wa akiba ambapo Simba alishinda magoli 7-0 dhidi ya Roya msimu huo. Bwana, hii ni zaidi ya bahati. Unajua sometimes wengine wanaamini katika bahati, na unapozungumzia bahati inakuja kitofauti. Kuna nyakati ambayo nyinyi mnaamini tukichezeshwa na mwamuzi fulani anakuwa kismati sana kwetu tunapata matokeo, lakini tukichezeshwa na mwamuzi fulani anakuwa na gundu kwetu sisi. Na hii kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kama kismati kwa sababu ukiangalia historia na takwimu, mara nyingi ambapo refa huyu anakuwa mwamuzi katika mchezo huo, either ni mwamuzi wa kati ama ni mwamuzi wa pembeni ama mwamuzi wa akiba, basi Simba anakuwa na kismati cha kupata matokeo. Kwa hiyo bado ana advantage kubwa katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa marudiano, na tutarajie huenda wakafanya makubwa mwisho wa siku wakatinga katika hatua ya finali. Na watu wengi wanaichabilia Simba mazuri ni kwa namna tu ambavyo tayari ameshachanga karata zake katika mchezo wa kwanza. Kwa hiyo vyovyote vile wanaamini akitoka 2-1 Simba ana advantage ya kwenda katika hatua inayofuatia. Kwa nini? Kwa sababu kapata goli la ugenini. Kwa hiyo inampa nguvu yeye zaidi ya kufanya vizuri. Kwa hivyo vyovyote vile Simba anahitaji kuhakikisha kwamba anakuwa na nguvu zaidi ya upambanaji ili yeye aweze kwenda katika hatua inayofuatia. Lazima hakikishe kwamba anacheza kwa usmart sana kichwani, lakini pia kila mchezaji kutimiza wajibu wake. Mimi ni kusii tu sasa kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo ambazo tutakuwa tunakuletea hapa ndani ya DTV Zone Online Channel. Asante.